Karibu sana, hii ni Rimwe Digital na kama ambavyo iko kawaida hapa tunakupa zile habari zote za kimichezo ambazo zinaendelea kote ulimwenguni, na tunafahamu tetesi za usajili zinaendelea kote ulimwenguni hapa nchini Tanzania, barani Afrika na duniani kwa ujumla. Lakini wakati ambako zinaendelea kote ulimwenguni, kwa hapa nchini Tanzania hawa mabwana wawili wa Kariakoo wanaendelea kutikisa, wakati ambao Simba wametoa teaser ya kuanza kutambulisha vyuma vyao vipya kuelekea 26-27. Yanga wakashusha chuma kutoka Chuga, na huyo anafahamika kama Sugar Boy. Mchezaji huyu ambaye ni kinda ameitumikia Fountain Gate kwa msimu ambao umemalizika 25-26, na hii leo ikiwa ni tarehe 19, Simba walitangaza saa 7 mchana watashusha chuma cha kwanza kuelekea msimu 2026-2027. And you know what, tayari Simba huko wameshashusha chuma chao cha kwanza kuelekea huo msimu mpya wa mashindano 2026-2027. Ni mzawa, ametumika kwenye timu za vijana huku za taifa kwa maana ya Serengeti Boys under 20 huku under 17, na hata timu ya taifa ya wakubwa kwa maana ya senior team. Ni moja kati ya mchezaji ambaye ni wa kukata sana, maana kukata wale wachezaji wote ambao wanajifanya wana vierehere sana, unakaa sana na mpira mguuni. Mzee bwana huyu ambaye wachezaji wengi wamekuwa kifananishwa naye. Hata wakati Yanga wanamsajili mchezaji kama Mohamed Damaro, wengi wakasema Damaro kwa nini na si mchezaji huyu ambaye Simba wamemtangaza hii leo. Anafahamika kama Kelvin Nashon Naftali. Huyu ndo ambaye ametangazwa ndani ya mitaa ya Msimbazi Simba saa 7 hii mchana, na tayari amekaribishwa huko Unyamani. Kwa hiyo kwa msimu 2026-2027 ataenda kuvaa jezi ya nyekundu na nyeupe, kuvaa nembo ya wekundu wa Msimbazi Simba, kiwakilisha Simba kwenye mashindano ambayo Simba watakuwa wakitumikia. Na ilikuwa ni swala la muda tu kwa Kelvin Nashoni ambaye amekuwa akihusishwa na Simba toka wakati ambao Simba wamekutana na Pamba Jiji kwenye mechi yao ya kwanza mzunguko kwa ligi kuu soka Tanzania bara 2025-2026, lakini mwisho wa siku wakati ambao anahusishwa hakucheza kwenye ule mchezo, na baada ya hapo hakucheza kwenye ule mchezo, basi moja kwa moja watu wakawa wanahusisha kwamba tayari ameshatia bwana wino kule Msimbazi kwenye mkataba ule wa awali. Mechi ya pili vile vile hapa jijini Dar es Salaam hakutumika Kelvin Nashoni, watu wakasema ni majeruhi, haswa msemaji wa Pamba Jiji akasema ni issue ya injury, lakini haikuwa hivyo. Leo Simba rasmi wamemtangaza ndani ya mitaa ya Msimbazi kama mchezaji wao ambaye ataenda kuwatumikia kwa msimu 2026-2027 kama mchezaji mzawa. Kuna Kagoma Yusuf, lakini pia kuna Kelvin Nashoni. Vipi, unaona hiyo combination yao itakuwa ni ya namna gani? Steve Baka kama kocha wa Simba, unaona akienda kutengeneza kikosi cha namna gani kuelekea msimu 2026-2027? Ukiangalia mchezaji huyu ambaye ametumika kwenye vilabu mbalimbali, wengi walikuwa wanasema anaenda pale Pamba Jiji kwa mkopo kutokea Singidani, lakini mwisho wa siku amemsajili kutokea Pamba Jiji. Je, kuna muda pia hivi vilabu haviweki mikataba ya wachezaji wazi, lakini pia tumekuwa tukiona sintofahamu kwa baadhi ya wachezaji kama Yusuf Kagoma ambaye Yanga walisema wamemsajili lakini yeye akaenda kusaini Simba, lakini pia kwa Lameck Lawi pia bana Lameck Lawi ambaye alisajiliwa na Simba lakini mwisho wa siku akaamua kwenda nje ya mipaka ya Afrika kwa ajili ya kwenda kwenye majaribio, na mwisho wa siku akarudi hapa nchini Tanzania ndani ya klabu ya Coastal Union. Mwisho wa siku akatimkia zake Azam FC. Zimekuwa ni sajili za namna hiyo kwa miaka ya hivi karibuni kwenye hivi vilabu. Hivyo ndio maana unaona mtu kama Kelvin Nashoni amesajiliwa wakati ambao hata msimu hujamalizika na nini ndani ya Simba, lakini wamekuja kumtangaza baada ya kuwa sasa dirisha la usajili liko wazi na tayari wanajiandaa kuelekea katika msimu mpya wa mashindano 2026-2027. Unaweza ukaniambia hapo kwenye comment hapo ukatuambia namna gani ambavyo unaona Simba inaenda kujengwa kwa msimu huu mpya 26-27. Kelvin Nashoni, Yusufu Kagoma kwenye ile eneo la kiungo ya ukabaji kwa maana kiungo ya ulinzi.
Unaona Simba inaenda kuwa ni Simba ya namna gani? Viungo wawili hao wakizawa, lakini pia wakati huu ambako wanasajili wachezaji katika maeneo mbalimbali, ndio wakati ambao Simba inajiona pia kama imejipata ina wachezaji bora kama kina Elie Mpanzu Kibisawala, Triple Simwamba wa Lusaka, Anicet Oura, lakini pia Libase Geye pamoja na wengineo wengi kama kina Selemani Mwalimu Gomezi. Kwa upande wako wewe, unaiona Simba ya msimu 2026-27 itaenda kuwa ni Simba ya namna gani baada ya kutambulisha mchezaji wa kwanza ndani ya klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea kwenye huo msimu mpya wa mashindano ambaye ni Kelvin Nashon Naftali? Naweza ukaniambia hapo. Lakini pia wananchi Yanga wamemtangaza Chuga Boy kama mchezaji wao wa kwanza kuelekea msimu mpya wa mashindano 2026 2027. Unaiona Yanga itaenda kuwa ni Yanga ya namna gani baada ya kutangaza bwana usajili wao huo wa kwanza wa mchezaji huyu wa kizawa ambaye ataenda kuvaa uzi wa kijani na njano, kwa maana Isa Bushiri ambaye ataenda kuvaa uzi wa wananchi Young Africans wa msimu huo mpya wa mashindano. Dondosha comment hapo tuambie unaenda kuiona Yanga ni Yanga ya namna gani kwa msimu mpya wa kimashindano 2026 2027. Lakini pia Simba hapo ni kwenye issue wachezaji wazawa tu, bado wa kigeni hatujafika. Zikianza kushuka sajili za kigeni hapa, basi tutakuwa tunajuzana mengi zaidi na tutakuwa tunaulizana mengi zaidi, kwa sababu kila mmoja anavutia kwake. Usajili wa mwaka huu ni kimya, kila mmoja ameanza kutangaza kimya. Yanga yeye akiwa unashusha tiza Simba kwa maana promo Simba, alafu wao wanatangaza. Lakini pia Simba wao wameamua kushusha mchezaji huyu wa kwanza. Tutarajie pia wataendelea hivyo. Usije ukashangaa leo usiku wakashusha mchezaji au kesho saa 7 pia wakashusha mchezaji mwingine ambaye ataenda kutumika kwenye jezi ya Simba ya msimu unaokuja.